Naitwa Ibrahim Amur. Ni mwenyeji wa Morogoro. Nilisoma Morogoro hadi kidato cha 6, nikafanikiwa kuingia Chuo Kikuu cha Mlimani jijini Dar es Salaam. Nilipohitimu elimu ya chuo kikuu na kupata shahada yangu, nilifanikiwa kupata ajira Mamlaka ya Mapato TRA. Nilifanya kazi kwa miezi michache tu nikahamishiwa Tanga. Baada ya kuishi katika nyumba ya wageni kwa siku chache, nilifanikiwa kupata nyumba ya kupangisha maeneo ya Usagara. Wakati huo nilikuwa sijaoa bado na nilikuwa na mdogo wangu aliyemaliza kidato cha 4 aliyekuwa amekaa nyumbani huko kwetu Morogoro. Nikamuita ili nikae naye pale nyumbani kwa sababu nilikuwa peke yangu. Zakaria akaja Tanga baada ya kumtumia nauli. Nilikuwa pia na mpango wa kumtafutia kazi sehemu yoyote ambayo ningefanikiwa. Kwa vile bado nilikuwa mgeni katika jiji hilo, nikaona nimsubirishe kwanza ili niweze kuzoeana na wenyeji, ambapo ingekuwa rahisi kumwombea kazi sehemu yoyote. Nikiondoka asubuhi kwenda kazini, ninamwacha Zakaria nyumbani. Kwa kawaida nikiondoka asubuhi hurudi jioni. Mara kwa mara Zakaria alikuwa akiniuliza kuhusu ule mpango wa kumtafutia kazi, na mimi nilimjibu asubiri kwanza. Baada ya miaka 2 nikafanikiwa kununua gari. Sasa nikawa naenda kazini na kurudi na gari langu. Miezi michache baadaye nikanunua kiwanja jirani tu na pale nilipokuwa naishi. Wakati naanza kujenga msingi tu, nikapata matatizo kazini. Mimi na maafisa wenzangu 3 tulikamatwa na polisi tukidaiwa kujihusisha na wizi wa mapato ya serikali. Tulisimamishwa kazi ili kupisha uchunguzi. Wakati uchunguzi unaendelea, tulikuwa nje kwa dhamana. Baada ya uchunguzi huo kukamilika, tulifikishwa mahakamani. Ilikuwa kesi iliyotuendesha sana. Iliunguruma kwa karibu miezi 8. Katika kipindi hicho nilikonda kwa hofu na wasiwasi wa kufungwa. Kwa bahati njema, shahidi muhimu wa kesi ile, ambaye angetoa ushahidi ambao ungeniweka mahali pabaya, alifariki dunia kwa maradhi ya sukari. Hukumu ilipokuja kutolewa, mwenzangu mmoja akaenda jela miaka 7. Mwingine alionekana hakuwa na hatia. Mimi nikaachiwa kutokana na kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Mwenzangu alionekana hakuwa na hatia, alirudishwa kazini. Mimi nikafukuzwa kazi kabisa. Pia nilishukuru, niliona bora kufukuzwa kazi kuliko kufungwa na ukitoka huko huna kazi. Hata hivyo, mpango wangu wa kuendeleza ujenzi wa nyumba yangu ambao nilikuwa nimeshauanza ukaishia hapo hapo. Nilikuwa na akiba yangu benki. Nikaamua kuanzisha mradi wa kuchukua tenda za usambazaji vitu mbalimbali katika mashirika, taasisi na idara za serikali. Nikafungua ofisi yangu jirani na maktaba. Baada ya kujitangaza katika maofisi mbalimbali, nilifanikiwa kupata tenda ndogo ndogo, lakini nikitegemea kuwa baadaye ningeweza kupata tenda kubwa kubwa. Nilikuwa nikisaidiana na Zakaria na nilikuwa nimeajiri msichana mmoja aliyekuwa akibaki ofisini kwa ajili ya kazi ndogo ndogo kama vile kufungua ofisi asubuhi na kuifunga jioni, kupokea simu na kuhifadhi kumbukumbu zetu za kiofisi. Siku moja nikashuhudia ajali karibu na ofisi yangu. Msichana mmoja ambaye alikuwa akiendesha baskeli aligongwa na gari ndogo ambayo haikusimama. Wakati tukio hilo linatokea, mimi nilikuwa nikiondoka na gari langu ofisini kwangu. Nikalisimamisha gari karibu na mahali alipoanguka yule msichana na kuzirai. Kitu kilichonishitua ni kwamba alikuwa akitokwa na damu nyingi iliyokuwa ikisambaa barabarani. Baskeli yake ilikuwa imeanguka kando yake ikiwa imekunjwa kama iliyokanyagwa na treni. Gari lililomgonga lilikimbia mara tu baada ya ajali kutokea. Kutokana na kuona ile damu iliyokuwa ikitoka kwa wingi, nilizima gari, nikashuka na kumfuata yule msichana. Sikuwaza hili wala lile, nilimzoa pale chini bila kujali damu iliyokuwa ikimtiririka ambayo ilikuwa ikiingia kwenye nguo zangu. Nilimpakia kwenye siti ya nyuma ya gari langu, nikajipakia na kumuahisha hospitali ya Bombo ambapo alipokelewa na kushughulikiwa. Sikujua kama angepona kutokana na ile damu iliyokuwa ikimtoka kwa wingi, nikapatwa na wasiwasi. Wakati nimekaa nje ya chumba cha daktari nikiwaza, daktari alitoka na kuuliza, "Aliyemleta huyu majeruhi aliyegongwa na dari ni nani?" Hapo hapo nilishtuka, nikajua kuwa msichana ameshakufa. Nilikuwa nimekaa na watu wengine 4 waliokuwa na shida zao. Nikainuka na kumjibu yule daktari, "Ni mimi. Majeruhi amepoteza damu nyingi na anahitaji kuwekewa damu ili kuokoa maisha yake, na hapa tumeishiwa na damu," akaniambia.
Sasa tutafanyeje daktari? La kufanya ni kupatikana damu kutoka kwa mtu yoyote, kwani ndugu zake wako wapi? Siwatambui. Kama yangu itafaa, niko tayari kumsaidia. Haya, twende tukakupime kama unaweza kumtolea yule msichana. Daktari huyo alinipeleka katika chumba cha maabara. Nilitolewa damu yangu kwa ajili ya kuchukuliwa kipimo. Niliambiwa kwanza ingechunguzwa ili kuonekana kama ilikuwa salama na kama nina damu ya kutosha kumpatia mtu mwingine. Nilisubirishwa kwa karibu saa nzima kabla ya kuambiwa kuwa damu yangu ilikuwa salama na nilikuwa na uwezo wa kumtolea yule msichana. Nilifurahi sana nilipoambiwa hivyo, kwani muda wote nilikuwa nikimsikitikia yule msichana. Kikubwa kilichokuwa kikinisikitisha ni kwamba sikutaka afe. Baada ya damu yangu kutolewa, nilipewa kikombe cha chai ya maziwa ili kiniweke sawa. Wakati na kunywa chai, damu niliyotoa ilipelekwa katika chumba alichokuwa yule msichana. Baadaye kidogo, polisi wa usalama barabarani wakafika. Nilikuwa nimeshamaliza kunywa chai na polisi hao walikuwa wameshapewa maelezo na wafanyakazi wa hospitali. Wakanitaka na mimi niwape maelezo, nikawaeleza jinsi ajali ilivyotokea na jinsi nilivyomchukua huyo msichana na kumleta hapo hospitali. Tumeambiwa kuwa alikuwa anahitaji kuwekewa damu na uliamua kumsaidia. Ndiyo, nimemtolea damu. Sijui kama unamfahamu huyu msichana. Nikatikisa kichwa. Kwa kweli simfahamu. Je, ile gari iliyomgonga uliiona? Ndiyo, niliiona. Unaweza kututajia aina yake na namba yake ya usajili? Ni Toyota ya rangi nyeupe, namba yake ya usajili sikuiona yote. Niliona namba za mwanzo tu. Tutajie hizo hizo. Nikawatajia. Tumekusaidia. Kuna mtu aliona namba zinazofuatia. Mtu mwingine alikariri tarakum zote. Sasa tutakuwa tumepata namba kamili. Ninaamini tutalikamata hili gari muda usio mrefu. Mkimpata huyo dereva ni vyema anyang'anywe leseni kabisa. Ni dereva katili sana. Tukimpata tutamfikisha mahakamani. Mahakama ndiyo yenye uamuzi. Sawa. Baada ya kuzungumza na polisi hao, daktari alinifuata na kuniambia kuwa ninaweza kuondoka, kwani majeruhi niliyempeleka anaendelea kuwekewa damu. Ameshazinduka? Nikamuuliza. Hajazinduka bado, lakini tunatarajia kuwa atazinduka muda sio mrefu. Tunaendelea kumfanyia uchunguzi kuona kama ameumia kwa ndani. Sawa, nitakuja kumwangalia kesho asubuhi. Vizuri. Wakati natoka hapo hospitali, jua lilikuwa limeshakuchua. Nilimpigia simu Zakaria nikamuuliza, "Uko wapi?" "Niko ofisini." "Mjafunga ofisi bado?" "Ndio, tunataka kufunga." "Basi fungeni, mimi sitafika tena huko. Tutakutana nyumbani." "Sawa kaka." Nikajipakia kwenye gari na kurudi nyumbani. Asubuhi ya siku ya pili yake, nilipotoka nyumbani nilikwenda hospitali ya Bombo kumjulia hali yule msichana. Nilifurahi kumkuta akizungumza na muuguzi aliyekuwa akimhudumia. "Oh kaka, umefika tena?" Yule muuguzi aliniuliza, akikumbuka kwamba ndiye mimi niliyemleta hospitali yule msichana jana yake. "Ehe, nimefika kumjulia hali mgonjwa wangu," nikamjibu huku nikitabasamu. "Mgonjwa wako anaendelea vizuri. Jana tumemwekea damu na jana hiyo hiyo alizinduka." Wakati nikizungumza na yule muuguzi, yule msichana alikuwa akinitazama kwa macho ya shauku na udadisi. "Salma, huyo ndiye yule kaka aliyekuleta hospitali." Muuguzi huyo akamwambia. Msichana huyo akashtuka. "Ndiye huyu kaka? Nimefurahi kumwona." Msichana akanitazama kwa macho ya bashasha na kuniambia, "Asante kaka, na kushukuru sana kwa msaada wako. Mungu atakulipa." Ni watu wachache sana duniani wenye moyo kama wake, kuacha shughuli yake na kukushughulikia wewe, mtu ambaye hakufahamu, na zaidi ya hapo akutolee damu iliyoweza kukusaidia hadi leo unajisikia vyema. Yule muuguzi akamwambia, "Ni moyo wa kibinadamu kweli kweli. Kwa kweli namshukuru sana. Mimi sina cha kumlipa, ila Mungu ndiye atakayemlipa." "Asante mdogo wangu kwa shukurani zako. Nimekuja kukujulia hali, nijue unaendeleaje, kwa sababu jana niliondoka ukiwa bado hujitambui." Kwa kweli kaka, naendelea vizuri, nashukuru Mungu. Mimi naitwa Ibrahim Amur, ni mkazi wa Usagara hapa Tanga. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Salma Abud. Unaishi wapi? Ninaishi Chumbageni. Unaishi na wazazi? Ninaishi na mama yangu, baba yangu alishafariki. Kwa hiyo mama yako anayo taarifa kuwa umepata ajali?
Mama hayuko, amekwenda kijijini tangu juzi. Basi atakuwa hana habari. Atakuwa hajui. Alikwambia angerudi lini? Atakuwa huko kwa wiki nzima. Si kitu, nitakuachia namba yangu ya simu, ukiwa na tatizo unaweza kunipigia. Nilimwandikia namba yangu ya simu na kumwachia. Kwa vile yeye hakuwa na simu, sikuwa na haja ya kuomba namba yake. Baada ya hapo, nilitoa shilingi 50,000 nikampa. Hizi zitakusaidia kwa matumizi madogo madogo ukiwa hapa hospitalini, nikamwambia. Msichana alipokea pesa hizo na kunishukuru. Asante kaka. Yule muufuzi aliondoka na kutuacha. Hivi kaka, ile baskeli niliyokuwa naendesha uliiona? Baskeli yako itakuwa imechukuliwa na polisi. Ukitoka hapa, unaweza kuifata kituo cha polisi cha Mabawa. Asante kaka. Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi yetu. Cha kufanya, usiache kusubscribe katika channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata kila simulizi zetu.